yetu ya Arusha, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Elimu, Afya na Maji, ndugu Katibu wa Chama cha Walimu wilaya yetu ya Arumeru, wajumbe wa Kamati ya Mitihani ya wilaya yetu wa halmashauri yetu ya Arusha, wadhibiti ubora wa shule, katibu TSC na wadau wote wa elimu ambao wamealikwa katika mkutano huu, ndugu maafisa mkata katika kata zetu zote 27 za halmashauri yetu ya Arusha, wakuu wa shule, makamu wakuu wa shule, walimu wa taaluma na walimu wote wa darasani na kila mmoja na cheo chake, mabibi na mabwana, wageni waalikwa wote, ninawasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Nimesimama hapa mbele yenu kwa ajili ya kumwakilisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Arusha kuwasilisha kwa nini aliamua kuweza kuitisha mkutano huu mkubwa katika siku hii ya leo ya tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Lakini tulisema tutaendelea kuwatambua wageni ambao wataendelea, ambao pia ni wawezeshaji. Mbele yetu tunaye afisa utumishi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Arusha, kaimu. Niombe pia naye aweze kusimama na kupunga mkono, naye pia ana mada ya kuwasilisha, kwa sababu yeye ndiye mwajiri, ndio kila jambo la utumishi ndio linapita kwake, kwa anayo mambo ya kuweza kutupatia siku hii ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano wetu wa leo mkurugenzi mtendaji aliuandaa ukiwa umelenga kukutana na walimu wote wa darasani wanaofundisha katika halmashauri yetu ya Arusha, kwa maana ya walimu wa shule za msingi, kwa maana ya walimu wa darasani, walimu wakuu wa shule, maafisa elimu kata, lakini pia na viongozi wote tunaosimamia sekta ya elimu. Na ndio maana leo mchanganyiko huu upo, na mwaliko huu pia mkurugenzi mtendaji aliutaka kabisa washiriki viongozi wetu, kwa maana halmashauri, kwa maana mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Lengo ni kwa sababu ili tunapofikia kujua yale tunayotaka kuyazungumza humu, ili na wenyewe wakatusaidie kama sehemu ya kuleta maendeleo katika halmashauri yetu ya wilaya ya Arusha. Na ndio maana tunaye makamu mwenyekiti akimwakilisha mwenyekiti wetu wa halmashauri na mwenyekiti wa kamati pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kweli tuna furaha sana kwamba tuna mkutano wa siku 2 ambao umebebwa kichwa kinachosema kikao kazi cha walimu kwa ajili ya kufanya tathmini na kuweka malengo kazi, mpango kazi wa kuinua taaluma katika sekta ya elimu. Hivyo tunategemea kuwa na mkutano wa siku 2, kwa maana ya leo tarehe 20 mwezi wa kwanza tutakutana wote kwa pamoja na kundi hili la walimu wa shule za sekondari, lakini kesho pia tarehe 21 tutakuwa na mkutano kama huu kwa ajili ya sekta ya idara ya elimu ya awali na elimu msingi. Kwa hiyo tunashukuru sana sisi kama maafisa elimu, mkurugenzi mtendaji wa elimu, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Arusha kwa dhamira yake ya dhati ya kuhosti mkutano huu, kuona kwamba unafaa tuweze kukutana. Ni kweli mkutano ni mkubwa, gharama ya kuweza kuwarisha watu hawa au kuendea mkutano na vitu vingine ni kubwa sana, lakini mkurugenzi mtendaji kwa kuthamini shughuli ya elimu akaona hii haiwezi kuiacha, na lazima ihakikishe kwamba limefanyika. Kwa hiyo tunamshukuru sana ndugu yetu Selemani Msumi, na leo hii alitamani sana wepo, lakini kwa bahati nzuri au kwa sababu ya majukumu ya kazi alisafiri, yuko nje ya nchi, na ndio maana ameshindwa kuwepo mahali hapa. Hivyo basi, pili nichukue fursa kukushukuru sana wewe mwenyewe mgeni rasmi kwa kukubali kuja kushirikiana nasi kutufungulia mkutano kikao kazi hiki kama mgeni rasmi. Lakini pia tunakushukuru sana kama afisa elimu wetu wa mkoa wa Arusha, mbeba maono wa kuleta mabadiliko katika mkoa wetu wa Arusha. Tunatambua umefika hivi karibuni
umehamia katika mkoa wetu wa Arusha, lakini vionjo vyako vya utendaji kazi tumeviona, na ndiyo maana leo hii na sisi tunataka tuige yale maono yako uliyotuelekeza. Tunashukuru kwamba tangu umefika umekuwa kusisitiza sana kwamba tulete mabadiliko ya elimu katika mkoa wetu wa Arusha. Tarehe 29/30 mwezi wa 11 tulikuwa na maabara ya elimu ambayo wewe mwenyewe ndiye uliyoianzisha. Tumekaa, tumejadili, tumeweka mikakati mingi sana kwa ajili ya kupandisha kiwango cha taaluma katika mkoa wetu wa Arusha katika sekta zote. Haukuishia pale kukaa na sisi maafisa elimu wote wa halmashauri zote za mkoa wa Arusha pamoja na wasaidizi wetu, bali ulipanua wigo ukaenda na kikao kingine cha pili cha siku ya tarehe 1 mwezi wa 12 kukaa na maafisa elimu pia wote, wasimamizi wote wa elimu kwa maana TSC, udhibiti ubora wa shule, lakini maafisa elimu kata wote na wakuu wa shule wote, walimu wakuu wote katika shule zote katika mkoa wa Arusha. Kwa kweli ule mkutano haujawahi kufanyika katika mkoa wa Arusha, ulikuwa ni mkutano wa kuigwa. Lakini tunashukuru kwamba na sisi ulituelekeza sasa kwamba twende tukakae na walimu tufikishe makubaliano tuliyokubaliana, maazimio tuliyokubaliana yafike hadi ngazi ya chini. Kwa kuliona hilo, baada ya mkurugenzi mtendaji naye kulipokea jambo hilo, ndio maana aliitisha vikao hivi vya siku hizi mbili. Hivyo leo tunafika kwa ajili ya kuweka mpango kazi kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika mkoa wetu wa Arusha, lakini mkoa unachukua halmashauri 7 na sisi kama Arusha DC sasa tumeanza na tunataka kukimbia. Hivyo basi kikao chetu cha leo, lengo kuu ilikuwa ni kufanya tathmini na kuweka mpango kazi, kufanya tathmini na kuweka mpango kazi wa elimu kwa mwaka 2026. Lakini kabla hatukufikia hivyo, ilikuwa ni lazima tuonyeshe hali halisi ya elimu. Ndio maana hapa Salim Taruma ameweza kuwasilisha hali halisi ya elimu na namna ambavyo tunaweza kujipanga. Dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba ilikuwa ni kutathmini ufundishaji na ujifunzaji shuleni katika mwaka 2025 na miaka mingine ya nyuma. Je, katika hali ya ufundishaji tumefanya kazi kwa namna gani? Lakini pia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaangalia ni namna gani tumeweza kufanya mitihani ya kitaifa na mitihani ya ndani, na ndio maana leo hii kamati ya mitihani ya wilaya nayo pia ipo kwa ajili ya kuona kwamba je, wakati wa kufanya mitihani pamoja na mambo mengine ya maandalizi, je, hata katika usimamizi ni mambo gani mengine yaliyokuwa yanabadilika? Kamati za mitihani hapa zitazungumzika. Yapo hata baada ya semina, yapo dosari ambazo zimekuwa zikiendelea, lakini tumekuwa tukiwanyoshea vidole maafisa elimu kata na wakuu wa shule kwa nini waliwaleta watu ambao wameleta dosari. Leo hii tukaona ni heri tuzungumze kwa walimu wenyewe kwamba wanakuwa wameaminiwa, wamepewa heshima ya kusimamia mitihani, lakini inapofika kipindi cha kusimamia mitihani wengine unakuta wanaharibu kwa uzembe, ulevi, kuto kufuata maelekezo. Ndio hivyo, na ndio leo tukaamua sasa tuzungumze kwa pamoja kwamba halmashauri yetu ya Arusha isiwe inaleta dosari, isiwe ni sehemu ya kuleta dosari katika mkoa wetu wa Arusha. Lakini tulitathmini katika taarifa iliyopita hali halisi ya ushiriki wetu katika michezo, kwa namna ambavyo tumeshiriki michezo katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya shule, ngazi ya kata, kwa sekondari tumekuwa tunaweka kanda, lakini ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, ngazi ya taifa mpaka FEASA. Halmashauri yetu imeweza kushiriki katika ngazi hizo kama ambavyo taarifa imeweza kuwasilishwa. Lakini kutathmini kiwango cha uwajibikaji na kutoa huduma kwa walimu na wanafunzi na wananchi kama ilivyoagizwa, ambapo Mheshimiwa Rais ameelekeza kwamba kila mtendaji, kila kiongozi apeleke tabasamu kwa wananchi. Na sisi kama maafisa elimu, kazi yetu ni kupeleka tabasamu kwa walimu, kazi yetu ni kupeleka tabasamu kwa wanafunzi, na kazi yetu ni kupeleka tabasamu kwa wazazi na wananchi wote ambao tunawahudumia. Hivyo ni lazima tukubaliane katika kikao kama hiki
kuweza kuyazungumza hayo kwamba ili tunapotekeleza wajibu wetu tufanye kitu gani. Tunashukuru sana kwa sababu hilo nalo inaamini ndio jambo ambalo tulikuwa tukilifanya huko nyuma, lakini tunaona sasa tuna haja ya kuliboresha zaidi kwenda kwenye viwango vingine. Lakini tumepata tathmini ya utoaji wa chakula shuleni. Hiyo pia bado ni changamoto. Dhamira ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanapata chakula shuleni. Ni kweli tumepiga makofi kwa ajili ya shule chache ambazo zinatoa chakula kwa 100%, lakini katika eneo hilo tunakiri kabisa kwamba zipo shule ambazo zingine wanaweza katoa chakula kwa 100% kwa muda mfupi na baadaye wasiendelee kutoa. Lakini changamoto ya utoro wa wanafunzi sehemu kubwa inachangiwa na ishu ya chakula, na hata ukiangalia kwenye research nyingi mafanikio makubwa ya taaluma yanatokea pale ambapo wanafunzi wanapata chakula. Hata tukipitia taarifa za ufaulu hapa, tukiangalia shule ambazo zinafanya vizuri hapa, hata nikirejea tu kwa matokeo ya form 2 yaliyotoka hapa katika shule zetu za kata, ukiangalia shule ya kwanza unaikuta katika shule za kata unakuta ni Mwandet Sekondari. Lakini ukiangalia hiyo Mwandet Sekondari ni kwa nini? Kwa sababu ukienda kwenye swala la chakula unakuta wanakula chakula wote. Ukienda shule nyingine iliyojitokeza hapo katika shule zile za kata ni Oldonywas Sekondari, lakini na yenyewe kuna mkakati mzuri wa chakula kwa sababu ni 1% kubwa wanafunzi wako hostel pale. Ukienda shule nyingine ni Oldadai. Oldadai na mchanganyiko na wanafunzi wengi kweli wanaosoma day, lakini wapo na hostel pia. Kwa hiyo tunaishukuru sana kwa maana kuna mkakati. Lakini kuna shule iliyojitokeza hapo inaitwa Moevo, ni kwa mara ya kwanza imeweza kufanya mtihani wa form 2 na kuibuka kwenye nafasi ya 4 katika shule zetu za kata. Ndio huyu niliyesema kwamba kwa kweli viruzi yake tunaipata huko nje, kwamba kashawapita walio wengi. Kwa hiyo nampongeza sana Mr. Mjabuso, mkuu wa shule, kwa sababu shule yake ni kwa mara ya kwanza imejitokeza. Lakini salamu zake alizopewa hapo nje wamemwambia ngoja tuone form 4 itakuwaje. Akasema sipo, na kwa sababu nimeshapewa sifa mbele ya diwani wangu mwenyekiti wa kamati ya mitihani, sitadondosha hilo gari, nitahakikisha ninavuka mpaka. Kwa hiyo tunampongeza sana. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa nimegusia matokeo hapo, ninaomba nisome shule 10 katika mtihani wa form 2 ili zitupe dira halisi kwamba shule yetu ya kwanza katika mtihani wa form 2 ya mheshimiwa rais wa TAHOSA. Kwa hiyo tunajivunia sana shule yake inapokuwa inaongoza. Lakini shule yetu ya pili ni Arusha Catholic. Arusha Catholic, asante sana Father Onesmo, shule inafanya vizuri sana. Na hiyo nafasi huwa iachiwe. Hiyo yeye ameshaishikiliaga. Ili bora wakati ameshikilia ya kwanza, yeye kaishaishikilia ile huwa iachie. Lakini tuna shule nyingine ambayo imeshajipata sana. Ya nyuma kama walipata himizo la mdomo, sasa hivi wamejipata. Na alipotoka matokeo nilikuwa mbali sana. Likizo saa 4 usiku nikaona simu inaita. Akasema hakuna himizo afisa elimu. Hiyo nayo sio shule nyingine, ni Dawson Secondary School. Dawson Girls kwa sister. Najua amepambana hivyo kwa sababu na mtoto wangu yuko pale. Akajua kunaisha. Asante sana. Lakini shule ya 4 ni Shepherd School. Nadhani wapo. Ya 5 ni Turkish Marif katika mtihani wa form 2 mwaka huu. Inayofuatia ni Enable Issue Sekondari. Kwa kweli shule ya Enable Issue nayo wakuwapongeza sana kwa sababu walikotoka katikati ilikuwa imekwisha shule ile ni balaa, lakini sasa wameshaanza kushika zile nafasi nzuri hapo juu. Inayofuatia ni Sakura Girls. Na inafuata Kilimanjaro ya 8, ya 9 ni St. Patrick na ya 10 ni Yakini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema nitasoma shule 10. Hapo ya kata iliyotokea haipo,
lakini imetokea shule ya Elbor. Shule zingine ya kata ile ya Mwandet tuliosema ni ya kwanza, yenyewe imeanza kuanzia nafasi ya 15. Lakini ukienda kwenye hali ya ufaulu, kwa kweli hizo shule zote nilizosoma hapo, hali ya ufaulu wao iko katika hali nzuri sana. Division 1 kwa mfano Mwandet, Division 1 to 3 ni 80%. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu ya muda ninaelewa, ninaomba nisizungumze sana, kwa sababu yale ambayo nayazungumza ndio hasa malengo uliyokusudia, na nisije nikasema tofauti. Na dhamira ya kukuita wewe ni kwamba kile ulichotuambia sisi kiwafikie walimu wetu kwa lugha ile ile, kwa nguvu ile ile, kwa kionjo kile kile. Hivyo basi, ninaomba kabla ya kukukaribisha wewe uzungumze, niombe tu niwape nafasi kidogo sana katibu wa chama cha walimu pale pale alipo asalimie, na mwenyekiti wa kamati ya elimu, afya na maji asalimie, na tupate salamu za mheshimiwa mkuu wa wilaya, na baadaye nimwombe mwenyekiti wa halmashauri akukaribishe. Kwanza utugawie vifaa saidizi vilivyotolewa na ofisi ya Rais TAMISEMI kwa walimu wenye ulemavu, na baada ya hapo utufungulie mkutano wetu na utuwasilishie mada zote ambazo ulidhamiria kuhakikisha kwamba Arusha DC tunazipata. Nimkaribishe katibu wa chama cha walimu. Uweze salamu tu